mtazamaji, hujambo na habari hizo. Wakati huu nikukaribisha katika habari ya kutwa nzima ya leo, ukiwa nami Lulu Ali, lakini hapo baadaye tutajiunga na Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani. Karibu tu sote. Na habari kubwa siku huu leo tunaangazia huko ambapo tunaambiwa Rais wa Marekani Donald Trump amekatisha ushiriki wake katika mkutano wa kundi la nchi 7 tajiri kiviwanda G7 unaofanyika nchini Canada kufuatia kuendelea kwa mgogoro mkubwa kati ya Israel na Iran. Tupate undani wa taarifa hii. Rais wa Marekani Donald Trump amekatisha ushiriki wake katika mkutano wa kundi la nchi 7 tajiri kiviwanda G7 unaofanyika nchini Canada kufuatia kuendelea kwa mgogoro mkubwa kati ya Israel na Iran. Trump hakuweka wazi sababu hasa ya kuondoka kwake katika mkutano huo, lakini alizima matumaini ya usitishwaji mapigano kwa kuwataka watu wa Tehran kuondoka mjini humo na kisha kumkosoa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwa kupendekeza kuwa usitishwaji wa vita vinavyoendelea kati ya mataifa hayo mawili hasimu unawezekana. Trump aliandika katika mtandao wake wa kijamii kwamba Iran ilipaswa kutia saini mkataba wa nyuklia uliokuwepo, akisisitiza kuwa kinachotokea sasa ni kitendo cha aibu kuona watu wanaangamia. Ameendelea kusema kwamba Iran haipaswi kuwa na silaha za nyuklia, akionya kuwa wakazi wa Tehran wanapaswa kuondoka mara moja mjini humo. Hatua ya Trump kuondoka katika mkutano huo uliojiri baada ya Rais Macron kuashiria uwepo wa mazungumzo ya amani, akisema pendekezo la usitishwaji mapigano kati ya Israel na Iran pamoja na mikutano ya majadiliano inayofanyika bila kuweka wazi wanaoendesha juhudi hizo. Kabla ya kuondoka kwake, kundi hilo la nchi 7 tajiri kiviwanda G7 linalojumuisha Marekani, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Italia, Japan na Canada lilitoa taarifa ya pamoja kuunga mkono hatua ya Israel kulinda na kupinga pia Iran kumiliki silaha za nyuklia. Kundi hilo limeitaja Iran kama chanzo cha kuyumba kwa kanda hiyo ya Mashariki ya Kati. Shabani Mpute, Channel 10 Plus. Na mtazamaji, wakati hayo yakiendelea, watu 51 wameuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na Israel kwenye ukanda wa Gaza. Watu wa huduma za afya wamesema vifaru vya Israeli vilifyatua makombora dhidi ya Wapalestina waliokuwa wakisubiri msaada wa chakula. Wizara ya afya ukanda huo imebainisha kuwa makumi ya watu wamejeruhiwa, huku wizara hiyo ikiongeza kuwa hospitali ya Nasser ambako majeruhi wamepelekwa kwa matibabu imeelemewa na idadi ya vifo na watu waliojeruhiwa wakati wakisubiri malori ya Umoja wa Mataifa iliyobeba msaada wa chakula. Kiwango cha vifo kinatazamiwa kuongezeka kwa kuwa wengi wa majeruhi wako katika hali mbaya, huku jeshi la Israel likiwa bado halijatoa tamko lolote kuhusu shambulio hilo. Ili kuendana na mabadiliko kwa teknolojia duniani, ipo haja kwa Wizara ya Elimu kuongeza wataalamu wa teknolojia katika vyuo vikuu na vya kati kwa kuandaa mafunzo maalum ya matumizi ya akili mnemba, lengo kuongeza uelewa zaidi kwa wanafunzi. Fatma Hassan anatujuza zaidi. Akizungumza katika uzinduzi huo, makamu mkuu mstaafu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM, Profesa Rwekeza Mukandala, amesema ipo haja kwa Wizara ya Elimu kuongeza wataalamu wa teknolojia katika vyuo vikuu na vya kati kwa kuandaa mafunzo maalum ya matumizi ya akili mnemba. Tumeona umuhimu wa kuita wataalamu na wanafunzi na washiriki wengine kuja kujadili ili swala la akili mnemba na namna ya kwanza kushiriki katika uvumbuzi wake na namna ya kuitumia ili kuongeza kasi ya maendeleo ya bara la Afrika. Kwa upande wake, Profesa Tiari Nudui, naibu makamu mkuu wa chuo cha United Africa University of Tanzania, amesema wameandaa mafunzo hayo kwa kuona dunia imejielekeza huko, hivyo hakuna budi kama uongozi wa chuo kuendana na mabadiliko ya mifumo ya kiteknolojia ili kwenda nayo sambamba. Actually, it's not even coming, it's already here. So we are using it every day. We are enjoying it. But we as African, Tanzania African, do we really understand what we are using? Today we are consuming, but we have to be part
of the ecosystem of AI. We have to be producers. Kwa sababu tunaweza kutumia kwenye mambo ya research kwenye sehemu ambayo binadamu hawezi kufanya hizo research, zina hatari kwenye mambo ya kiafya. Tunaweza kutumia artificial intelligence kupata hizo information kwa haraka kuliko kutumia vitabu, muda mrefu kutumia vitabu. Tunaweza kupata information kwa haraka na kufanya kila kitu. Kutumia hii maarifa tunayopewa hapa kuhusu AI inasaidia kwa wanafunzi wengi kutumia teknolojia kuwasaidia kusuluhisha mambo tofauti. Kutoka Dar es Salaam, Fatma Hassan, Channel 10+. Na taasisi ya chanzo cha matumaini Tanzania CHAMATA kimeahidi kushirikiana na serikali kulinda na kudumisha amani nchini na kuitaka jamii kushirikiana kutoa taarifa kwenye vyombo husika pindi watakapobaini anayejaribu kuivuruga sheria ifuate mkondo wake. Mwandishi wetu Tadei Masawe anaripoti kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro. Mkuu wa idara ya vyuo na vyuo vikuu CHAMATA Profesa Yusuf Juma amebainisha mjini Moshi kwenye mkutano wa wanachama wa taasisi hiyo mkoani Kilimanjaro, ambapo amesema kila mwanajamii ana wajibu wa kushirikiana na serikali kulinda na kuitunza amani iliyopo nchini. Nitoe wito kwa jamii kuhakikisha tunazidi kumuunga mkono Mheshimiwa Rais na kuyapuuza yale ambayo yanafanywa na watu wasiotakia mema taifa letu. Lakini tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais katika kuidumisha amani. Tunapoona vyanzo vyovyote vya uhalifu, vyanzo vyovyote vya uvunjifu wa amani, basi tuweze kutoa ripoti katika vyombo vya dola sehemu husika ili kusudi viweze kushughulikiwa. Mapema katika risala yake, katibu wa taasisi hiyo anayejishughulisha na mambo ya kisiasa na kijamii kwa lengo la kuunga mkono juhudi za serikali katika masuala ya maendeleo mkoani Kilimanjaro, Maria Bayumi, akaelezea lengo la mkutano huo. Ndugu mgeni rasmi, lengo la siku hii ni kuwafanya wanaume kuwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia. Hivyo basi, maadhimisho haya yamekusudia kutambua mchango wa baba bora, baba anayejali na kuheshimu utu wa mwanamke, wasichana na watoto. Akifunga mkutano huo kwa niaba mkuu wa wilaya Moshi Godfrey Mzava, afisa tarafa ya Hai Mashariki Anthony Mvula akawataka wazazi na walezi kukemea vitendo vya ukatili katika jamii ikiwemo wa kijinsia. Katika taifa letu, hasa kizazi hiki tulichonacho, kuna matukio mengi sana ambayo yanatokea, hasa matukio ya ukatili wa kijinsia. Hivyo ni vyema tukawa wote mstari wa mbele, akina baba na akina mama, katika kukemea matukio haya na kuyafikisha katika vyombo vya sheria. Nikiripoti kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro, Tadei Masawe wa Channel 10. Rais Yoweri Museveni ameidhinisha sheria yenye utata wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda marekebisho ya mwaka 2025 ambayo inazipa mahakama za kijeshi mamlaka kwa hukumu raia mwezi Mei mwaka huu, ambapo wabunge kutoka chama tawala cha National Resistance Movement NRM kwa kutumia nguvu zao za kiitikadi walipitisha mswada wa UPDF marekebisho ya mwaka 2025. Sheria hiyo mpya inatoa njia kwa raia kufunguliwa mashtaka katika mahakama za kijeshi, hatua ambayo imezua ukosoaji mkubwa. Tupate undani wa taarifa hii. Bunge nchini Uganda limetangaza kwenye akaunti yake rasmi ya X, zamani Twitter, kwamba rais ametia saini mswada huo kuwa sheria. Chapisho hilo limejumuisha picha za skrini za kitendo kilichoidhinishwa. Sheria inaleta mageuzi makubwa kwa mfumo wa haki wa kijeshi, inarekebisha huduma za afya kwa wanajeshi na kurahisisha ushughulikiaji wa masuala ya askari wastaafu. Kifungu cha 117A cha sheria hii kinaunda ratiba B ambayo inabainisha maduka ya kijeshi yanayozingatiwa hifadhi ya kipekee ya majeshi ya ulinzi, ikiwa ni pamoja na vitu kama vile viatu vya sherehe kwa ajili ya maafisa na askari. Kifungu cha 83 kinatanguliza jedwali la 7A ambalo linaainisha bastola na silaha nyingine kama vitu vilivyowekewa vikwazo chini ya ukiritimba wa majeshi ya ulinzi.
Sheria hiyo pia inaanzisha kurugenzi ya mashtaka ya kijeshi ili kufanya mchakato wa mashtaka uwe wa kitaalamu. Kurugenzi lazima awe mwanachama anayehudumu wa vikosi vya ulinzi, sio chini ya cheo cha kanali, na anayehitimu kuteuliwa kuwa jaji wa mahakama kuu. Sheria hiyo inaweka wazi muundo wa rufaa ya maamuzi ya mahakama ya kijeshi kutoka kwa mahakama ya kitengo cha kivita hadi mahakama ya kivita ya kitengo, kisha hadi mahakama kuu ya kivita, ikifuatiwa na mahakama ya rufaa na hatimaye mahakama ya juu zaidi. Kulingana na kifungu cha 202C, washiriki wa mahakama za kijeshi wanatakiwa kuwa huru na kutopendelea katika utendaji wa kazi zao za mahakama na hawatakuwa chini ya amri. Mwenyekiti wa kitengo cha mahakama ya kijeshi lazima awe na shahada ya kwanza ya sheria na stashahada ya uzamili katika mazoezi ya sheria. Sheria hiyo inaonekana kama jibu la moja kwa moja kwa uamuzi wa mahakama ya juu dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Michael A. Kabaziguraka, rufaa ya kikatiba ambayo iligundua kuwa kesi ya raia katika mahakama za kijeshi chini ya sheria ya awali ya UPDF ilikuwa kinyume na katiba. Hali hii inawapelekea wengi wao nchini Uganda kuhisi kwamba sheria hiyo imelenga kukandamiza upinzani, hasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Mashaka mengi ni kwamba huenda mwanasiasa Dr. Kizza Besigye, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa Rais Museveni, atarudishwa katika mahakama ya jeshi kuhusiana na kesi ya uhaini ya kupatikana na silaha. Filipina Ndwata, Channel 10+. Watoto mkoani Mara wameomba serikali kuchukua hatua kali za kisheria kwa wazazi na walezi wanaofanya ukatili kwa watoto, hususan wenye ulemavu, ikiwemo kuwaficha ndani kwa kuogopa aibu, kwani kufanya hivyo ni kuwanyima watoto haki zao za msingi. Musa Makali anaripoti kutoka Mara. Ni katika maadhimisho ya siku ya mtoto Afrika hapa wilayani Tarime mkoani Mara. Maadhimisho ya mwaka huu yaliyobebwa na kauli mbiu tulipotoka na tuendako. Kauli mbiu hii inayobeba dhana ya upatikanaji wa haki za watoto kuishi, kuendelezwa, kushiriki, kutobaguliwa, na hapa wanaiomba serikali kuchukua hatua kali dhidi ya wazazi na walezi ambao wamekuwa wakifanya ukatili dhidi ya watoto, hususan wenye ulemavu. Naomba serikali iweze kufanya lolote ili kusaidia watoto wao, kwa sababu watoto wenyewe hawapendi kufichwa, ila wazazi kwa sababu ya aibu zile kwamba wana mtoto mlemavu ndio maana wanawaficha. Kwa serikali iweke strict laws kwa ajili ya kufight against hizo mila potofu. Wakihisi kwamba ulemavu ni kama laana fulani vile, lakini kwa wale wazazi wenye uelewa wajitokeze, watoe taarifa. Ndilo watoto wenye ulemavu ndio linatajwa kukumbwa na vizingiti vingi vinavyopelekea kushindwa kufikia ndoto zao na kutengwa. Ni aibu ya familia, ni aibu ya ukoo. Kuna vizingiti vingine, unyanyapaa. Mtoto mwenye ulemavu ananyanyapaliwa na jamii, lakini anajinyanyapaa mwenyewe baada ya kuona jamii inamnyanyapaa. Wazazi mmesikia? Msifiche watoto. Waleteni, tunao wadau kama hawa watoto watasaidika. Tulipotoka na tunapoelekea sasa hivi naona kuna mabadiliko kwa sababu wameshajitambua na hawafichi tena watoto. Kwa wilaya Tarime katika maadhimisho haya, mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Tarime, na hapa kwa niaba yake afisa maendeleo wilaya hii akiwasilisha ujumbe wa serikali anasema, hatutarajii kuona mtoto amefaulu kwenda sekondari alafu mzazi unashindwa kumpeleka mtoto wa sekondari eti kwa sababu huna uwezo. Kwa Tarime hilo halipo. Maadhimisho ya mtoto Afrika ni kumbukumbu ya mauaji ya watoto yaliyofanywa na utawala wa makaburu katika kitongoji cha Soweto nchini Afrika Kusini mnamo mwaka 1976. Musa Makali, Channel 10, Mara. Mbunge wa jimbo la Mchinga Salma Rashid Kikwete ameendelea kuunga mkono juhudi za Rais Samia Suluhu Hassan za kuhakikisha ifikapo mwaka 2030 95% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya gesi kupikia baada ya kukabidhi majiko ya gesi kwa wajumbe wa mashina wakatani za tarafa hiyo ya Mchinga ili kukabiliana na uharibifu mazingira unaotokana na matumizi ya kuni na mkaa. Ahmad Nalonde ametuandalia taarifa ifuatayo.
Akikabidhi majiko ya gesi kwa mamalishe katika kata zote za jimbo la Mchinga, Mheshimiwa Salma Kikwete amesema uamuzi wa kugawa majiko kwa kina mama hao una lengo la kupunguza matumizi ya nishati isiyo salama ya kuni na mkaa ambayo ni sababu kubwa ya uharibifu wa mazingira. Kila balozi na wajumbe wake 4 tutamkabidhi majiko. Kila balozi tunamkabidhi majiko 4. Kwa kuwa mabalozi walishapata majiko, sasa majiko haya ni ya wajumbe hawa. Mama Samia ndio kinara wa bara la Afrika wa utumiaji wa majiko ya gesi yaliyokuwa salama. Sio wa Tanzania au wa Afrika Mashariki, wa Afrika na duniani wanamtambua. Kwa hiyo yeye ndio kinara kwa sababu amejitoa kupambania maisha. Kwa upande wao kina mama lishe wamesema kwamba majiko hayo yatasaidia kupunguza mzigo wa kutafuta kuni na mkaa na hivyo kuwawezesha kuendesha biashara zao kwa ufanisi zaidi. Tukishakuwa tunapikia kwenye jiko la kuni tunakuwa tunachelewesha na kukosa wateja kwa wakati. Kwa hiyo naona hii ametusaidia kwa sababu tutakuwa tunarahisisha mapishi yetu na kuweza kupata wateja kwa wakati vizuri. Tutakuwa tumefresha zaidi, mambo yetu yatakuwa yanaenda vizuri pale. Tutapunguza ile athari ya moshi kiasi ya kwa mimi mama nitilie ambayo napika. Pia itaweza kunisaidia kuandaa chakula kwa haraka kwa mahitaji ya wateja. Kwa hiyo niweze kusema hivyo, mimi nashukuru sana. Na wabarikiwe Mheshimiwa mbunge, pia Mheshimiwa Rais abarikiwe sana kwa hiyo. Ahmad Nandonde, Channel 10, Lindi. Na mkoa wa Geita umepokea madaktari bingwa 50 kutoka kambi ya Mama Samia watakaotoa huduma matibabu ya kibingwa katika halmashauri zote 6 za mkoa wa Geita kwa kipindi cha siku 6 kuanzia Juni 17 mwaka 2025. Mrisho Sadik anatujuza zaidi. Madaktari hao wamepokelewa na kaimu katibu tawala wa mkoa wa Geita Herman Matem, ambapo amewasihi madaktari hao kuwajengea uwezo madaktari watakaokuta kwenye vituo vya kutolea huduma za afya hata watakapoondoka, huduma kama hizo ziendelee kutolewa. Baada ya kuondoka, wale wananchi bado wataendelea kuhitaji huduma zenu. Sasa kama hampo, hizi huduma watazipata wapi? Kwa kama kuna daktari wa pale, wataalamu wa pale watakuwa wamejengewa uwezo, wanaweza wakabaki wanaendeleza zile huduma. Mratibu wa zoezi la Dr. Samia Mentorship kutoka Wizara ya Afya Pascalina Enduru amesema lengo kuu la zoezi hili ni kuwasogezea wananchi huduma za kibingwa na bobezi, huku kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Geita Dr. Steven Mwesobwa amewataka wananchi wenye uhitaji wa matibabu ya kibingwa kujitokeza kwa wingi kwenye hospitali za wilaya zilizopo kwenye maeneo yao. Umuhimu ni kusogeza huduma za kibingwa na bobezi karibia na wananchi wa hali ya kawaida, ambao huyu mwananchi angefuata hiyo huduma mbali akatumia gharama nyingi. Kila halmashauri wataenda. Kwa hiyo tunategemea wananchi wetu katika wiki hii wataenda kupata zile huduma za kibingwa ambayo mwanzoni ilikuwa na walazimu wasafiri mbali mrefu, lakini sasa hivi watazipata katika maeneo yao. Huduma hizi ni huduma ambazo zimepokelewa kwa furaha kubwa, zimepokelewa kwa kweli kwa mwitikio mkubwa sana na wananchi wetu wa Tanzania. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Wananchi wa Mpunguti kata Ikama wilaya Kyela mkoani Mbeya wanakabiliwa na changamoto ubovu wa miundombinu ya barabara, hali ambayo inadaiwa kukwamisha shughuli za kiuchumi na hasa kushindwa kusafirisha kwa wakati mazao yao kuelekea sokoni. Taarifa ipo Marcos Apolinari inatueleza zaidi. Wananchi hao wamesema barabara ya Mpunguti imekuwa kero kwao kutokana na ubovu wa barabara hiyo na wakati mwingine kusababisha ajali kwa watumiaji, huku wakiomba serikali kuona uwezekano wa kutatua kero hiyo. Kinapelekea wamama wajawazito kujifungulia sehemu ambapo sio vituo vya afya. Changamoto nyingine ipo kwenye sekta ya biashara kiufupi. Tukizungumzia kwenye upande wa mabodaboda, hawa vijana wa maafisa usafirishaji wanavyojiita,
wanashindwa kufanya kazi kipindi cha mafuriko, kwa hususan tukizungumzia maeneo ya juu hapo kitongoji cha Mpunguti, barabara zinakuwa dhipitiki. Maji yanafika mpaka ule usawa wa siti za pikipiki. Hivyo vijana wanashinda kujitafutia riziki zao kwa sababu ya changamoto ya barabara. Kwa hiyo kila tukipita barabara utakuta mkipita mwaka mmoja nondo zimeshuka, ile kikaravati kimeshuka, wanaweka kidogo, haweki vipana kwa maji jinsi yalivyokuwa yanapita, kwa sababu kuna sehemu ya maji mengi sana. Kwa hiyo vile vikarabati vinatakiwa viwe vikubwa ili maji yanapopata yapate mkondo mzuri wa kupita maji. Kwa upande wake diwani wa kata ya Ikama Ruitiko Mwakalinga amesema katika baadhi ya barabara katika kata hizo zimekuwa kero kwa watumiaji na hasa kipindi cha msimu wa mvua, huku mkuu wa mkoa wa Mbeya Daktari Juma Zuberi Homera amewataka wakala wa barabara za vijijini TARURA kuhakikisha wanadhibiti maeneo mabovu ya barabara hizo ili wananchi waendelee na shughuli za kiuchumi. Kwa muda wote ile shule mkoa na zahanati vinaondoka. Nimepiga kelele lakini ni hela tu hamna. Mkuu wa wilaya amejitahidi kwa uwezo wake, ameshindwa kwa sababu ni ndogo. Lakini kwa sababu wewe ni mkuu wa ulinzi na usalama kwenye mkoa wa Mbeya na nakufahamu Comrade Juma Homera. Nafikiri ukisema neno ile pale tunaweza tukaokoa pale, mheshimiwa mkuu wa mkoa. Tunaomba msaada wako, shule inaenda kuzama na zahanati inaenda kuzama. Maelekezo yangu yani hakikisheni mnakamilisha. Tutakamilisha. Yani hakikisheni mnakamilisha. Maana tunaweza tukatoka hapa mkaacha wananchi wanahangaika. Umeelewa mzee? Nimeelewa mkuu. Yani kazi yako kipimo kimoja hapo cha kazi yako ndo pale. Sawa. Ukifeli pale rafiki yangu. Yani rafiki yangu nataka ukiwa mzuri vipi? Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel TV. Jumla ya vijana 590 waliokuwa wanatumia dawa za kulevya kisiwani Zanzibar wamepokelewa kwenye kituo cha kinga na marekebisho ya tabia kilichopo Kidimuni, ambapo vijana 197 wametoroka na vijana 64 tu ndio waliokamilisha program na 36 bado wanaendelea na program zao katika kituo hicho. Taarifa Masanja Mabula kutoka Pemba anatueleza. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa kwanza wa rais Harusi Said Suleimani amebainisha hayo wakati akizindua kongamano la maadhimisho ya siku ya kimataifa kupiga vita matumizi, biashara haramu na usafirishaji wa dawa za kulevya, lililowashirikisha walimu wakuu wa skuli za Pemba na kushauri jamii kuhakikisha wanaelimisha watoto wao kabla ya kufikia maamuzi ya kuwapeleka katika kituo hicho ili wasitoroke. Vijana hawa kwanza tunapowapeleka vijana wetu katika kituo cha kurekebisha tabia kile ambacho kimeandaliwa na serikali kiko Kidimuni, unatakiwa kwanza wewe mzazi ukae na mtoto wako mpaka aridhike, apende, atake mwenyewe ndio mpeleke. Lakini pia wapo vijana ambao ni watumiaji wa dawa za kulevya, lakini wao wenyewe kutokana na ile utumiaji wa muda mrefu washaziona zile athari, washaona matatizo na changamoto wanazopambana nazo. Wao wenyewe sasa washafikia wakati kwamba wanataka waache tatizo hili, lakini wameshaingia, hawawezi kutoka, wanaangalia, wanajifunza, wanatafuta watokeje. Mtu kama yule ukipeleka kule atatulia na atapata mafunzo na atafanikiwa. Mapema mkuu wa wilaya Chake Chake Bimgeni Hatibu Yahya amesema mapambano dhidi ya dawa za kulevya yanahitaji ushirikiano, huku kamishna utawala mamlaka kudhibiti na kupambana dawa za kulevya Zanzibar Hamisi Vuai Rajab akabainisha mbinu zinazotumika kusambaza dawa za kulevya. Kwa sasa taarifa zinaonyesha kuwa sekta ya elimu ndio sekta mhanga mkubwa wa vitendo vya uhalifu wa dawa za kulevya, na hii inatokana na wahalifu kuja na mbinu mpya ya kuwatumia wanafunzi kama ni wateja wao, lakini vile kama ni wasambazaji wao wa dawa za kulevya. Kwa kuwa si rahisi kuweza kumtambua mwanafunzi aliyevaa uniform kwamba huyu anashiriki katika vitendo hivi, wahalifu wa dawa za kulevya wamekuja na mkakati huu. Kilele cha maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupiga vita matumizi, biashara haramu na usafirishaji dawa za kulevya hufanyika kila ifikapo Juni 26 ya kila mwaka. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar.
Wizara ya Fedha itaendelea kusimamia mnyororo wa ugavi katika kuhakikisha manunuzi ya serikali yanafuata taratibu za kisheria, ikiwa manunuzi ya vitu vyenye ubora na kuvifikisha kwa watumiaji kwa wakati na utunzaji wa vitu vilivyonunuliwa. Tupate undani na taarifa hii. Akiongea wakati wa mafunzo ya mnyororo wa ugavi kwa wahariri na waandishi wa habari, naibu katibu mkuu Wizara ya Fedha Jennifer Christian Omoro amesema wizara itasimamia mnyororo wa ugavi kwa kufuata sheria na kwa kuzingatia maadili. Kifaa chochote cha serikali haiwezi ukachukuliwa tu kanunua ukaanza kukitumia. Lazima kuna utaalamu wa kuipokea na kuiweka kwenye daftari. Sasa pale kwenye kupokea na kuliweka kwenye daftari ndio tunajua sasa hii ni mali ya serikali kwa sababu limepokelewa kwenye vitabu halisi vya serikali. Lakini kuna urejeshaji na kuna utunzaji. Sasa kama hutaweza kuitunza mali yoyote ambayo umeinunua, halitaweza kufanya kazi iliyokusudiwa. Kwa upande wake, kamishna idara ya sera za ununuzi Wizara ya Fedha Dr. Frederick Mwakipinga amesema mafunzo hayo kwa wahariri na waandishi wa habari juu ya mnyororo wa ugavi yatasaidia kuongeza uelewa kwa jamii. Mafunzo haya yamelenga kuwajengea uelewa wa kina na uwezo mahususi wa kufikisha taarifa sahihi kwa wakati na zenye kuleta uelewa mpana kwa umma wa Watanzania. Kama mnavyofahamu, fedha zinazotumika katika shughuli za ununuzi wa vitu na huduma ni fedha za umma ambazo zinatokana na kodi zetu sisi wote, mimi na wewe. Sasa ili kuhakikisha fedha hizi zinatumika vizuri na zinakwenda kumfikia yule anayelengwa, ni vizuri sana shughuli za mnyororo wa ugavi zikaimarishwa. Habari zingine kama za uchunguzi, kwamba ukiona mali ambazo ni za serikali zinazagazaga mahali, basi muwe na jicho la kuona kwamba, au muulize, je, hii mali kukaa hapa ni sahihi? Kwa hiyo nao ni mtihani kwetu au ni challenge kwa upande wa waandishi wa habari na wahaji kwamba. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha amemwagiza katibu tawala wa mkoa huo kuchukua hatua za kinidhamu dhidi ya baadhi ya wakuu wa idara na vitengo vya halmashauri ya wilaya Sikonge waliosababisha kushindwa kukamilisha kujibu hoja 40 za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ikiwemo ya watumishi 61 wa idara ya afya kuendelea kulipwa mishahara ili hali wanatoa huduma kwenye hospitali ya taasisi binafsi. Mwanahabari wetu Pendo Salu anatujuza zaidi. Ni kikao maalum cha baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya Sikonge kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka unaoishia Juni 30, 2024. Akizungumza katika kikao hicho, mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha akaonya tabia za utovu wa nidhamu kwa baadhi ya watumishi, huku akitoa maagizo kwa katibu tawala mkoa huu. Na kila mmoja ashughulikie hoja ya idara yake. Msimsukumie mtu mmoja kaenda kujibu hoja ambazo hata hajui zimetokana na nini. Nimeona niwaambie haya watu wa Sikonge, mnakusanya vizuri kabisa, excellent. Ila kuna tabia tu vidogo ambavyo rasi nafikiri utavirekebisha soon. Dr. John Mboya ni katibu tawala wa mkoa wa Tabora, anaahidi kutekeleza maagizo hayo. Na mheshimiwa mkuu wa mkoa ameshatoa maelekezo maalum kabisa kwa DT wa halmashauri kuhakikisha kwamba ameshirikisha wakuu wengine wa idara katika kujibu hoja. Kwa hiyo ninachowashauri, tunaomba wakuu wa idara mtoe ushirikiano wa kipekee kwa mkurugenzi. Aidha, Chacha akawataka watumishi kuwa wazalendo katika kuwatumikia wananchi, huku akiwanyooshea kidole baadhi ya wakuu wa idara. Sitakagi kusumbuka na utoke kwenye mpangie kazi nyingine, na wewe afisa utumishi leta afisa utumishi mwenye adabu na nidhamu. Kama huyo, sikilizeni ndugu zangu, ukipewa kazi ya utumishi wa serikali, ujue unatakiwa kumhudumia kila mtu. Kwa moyo, kwa uzalendo, kwa unyenyekevu mkubwa.
Awali akitoa taarifa ya CAG, mkaguzi mkuu wa nje wa mkoa wa Tabora Hamza Zonga amesema kwamba licha ya halmashauri ya wilaya Sikonge kupata hati inayoridhisha, lakini kuna hoja ambazo utekelezaji wake hujakamilika. Hali ya utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi inaonyesha kwamba kati ya mapendekezo 46 yaliyoibuliwa, mapendekezo 11 sawa na 24% yametekelezwa, mapendekezo 35 sawa na 76% yapo katika utekelezaji. Mwaka 2023 na 24 tulikuwa na jumla ya hoja 29 ambapo hoja 7 zimetekelezwa na mkaguzi amezihakiki na kuzifunga na kubakiwa na hoja 22. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Na mtazamaji, katika kuunga juhudi za serikali ya awamu ya sita kuhakikisha jamii inaondokana na matumizi ya nishati chafu kupikia, shirika la kimataifa la SMILO limezindua zoezi la ugawaji wa mitungi ya gesi katika kaya 502 za kisiwa cha Jibondo wilayani Mafia mkoani Pwani. Margaret Malisa ana taarifa zaidi. Zoezi la ugawaji wa mitungi ya gesi limeongozwa na mkuu wa wilaya ya Mafia, Mheshimiwa Aziza Mangosongo. Nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mama Chole, mwenye kampuni ya SMILO, katika kutunza mazingira ya bahari ili mikoko isikatwe, miti isikatwe, lakini tusitumie vifuva nazi, moshi, pollution. Basi ni vyema agawe mitungi hii ya gesi kwa kaya zote za Jibondo. Akizungumza katika hafla ya ugawaji wa mitungi ya gesi, mwakilishi wa shirika la SMILO, Anne Catherine almaarufu kama Mama Chole, amewataka wanufaika hao kuendelea kutumia nishati safi ya kupikia na kuepuka matumizi ya mkaa na kuni. Na tumeingia sasa katika nguzo ya nishati. Hiyo mradi ni milango ya mambo mengi, kwa hivyo tutunze, tutumie. Kwa hivyo sasa tunataka kisiwa cha Jibondo iwe endelevu. Diwani wa kata ya Jibondo Hassan Mohamed pamoja na wananchi wa Jibondo wamelishukuru shirika la SMILO kwa kuwapatia mitungi ya gesi. Mradi huu umeweza kuunga jitihada za Mheshimiwa Rais kuona kwamba wananchi wa Tanzania wanatumia nishati safi ya kupikia. Yaani tumefurahi mno. Kwanza mzigo wa kuni ule utatutoka. Hatutendi tena kuni, gesi zetu tunazo, tutatumia kwa fursa yetu. Tukirudi mwani hatuna shida ya kutafuta kuni wala mkaa, gesi tunayo. Tunamshukuru Mama Chole kwa kutuletea majiko, na tunashukuru sana kwa tuokoa sana kwenda mwituni mara kwa mara kwenda kuchukua makuni, mabumbulu. Tunashukuru sana kwa hilo, kwa kuja kutuanzishia gesi. Margaret Malisa, Channel 10. Pwani, wananchi mkoani Tanga wametoka kuunga mkono uwekezaji wa ndani kwa kununua bidhaa zinazozalishwa hapa nchini ili kukuza uchumi wa wananchi wa taifa kwa ujumla. Taarifa zaidi na Ernest Mbeze kutoka Tanga anatueleza. Wito huo umetolewa na diwani wa kata Majengo Mustafa Shengwatu wakati wa uzinduzi wa bidhaa mpya za rangi za ujenzi, uzinduzi uliofanyika wilayani Korogwe mkoani Tanga, ambapo bidhaa hizo zimetengenezwa na wawekezaji waliopo wilayani Handeni mkoani hapa. Mwanatanga mwenzetu, lazima niseme nimesimama hapa kwa fahari kubwa kama kijana, kama mtoto wa Kitanzania, nikisema kwa dhati ya moyo wangu, hawa ni fahari ya Wanatanga. Kwa namna yoyote ile, niwaambieni vijana na kaka zangu na baba zangu mlioko hapa, tuwalee, tuwalinde, tuwasamee, tuwafanyie kila lililojema. Kampuni hii ya kizalendo ya Kitanga iendelee kuwepo kwenye ushindani wa soko la kibiashara. Akieleza ubora wa bidhaa hiyo kwa matumizi ya ujenzi, mwekezaji ambaye ni mtengenezaji wa bidhaa hiyo mkoani hapa, Fides Kimaro, amesema rangi hii ilitakiwa tangia mwaka jana niwe nimeingiza sokoni. Mimi huwa sipendi kukurupuka. Rangi hii mwaka jana mwezi wa 3 nilitengeneza nikiwa nina maana kwamba lazima nijidhibitishe na kile ninachokipeleka sokoni.
Unaweza ukapeleka sokoni rangi, baada ya miezi mitatu ukasikia rangi imeharibika. Kwa hiyo nilichokifanya, rangi hii nilikaa nao tangia mwezi wa 3 mpaka mwaka huu mwezi wa 1, nikajiridhisha kwamba rangi hii iko salama. Baadhi ya wadau wa ujenzi walioshiriki kwenye uzinduzi wa bidhaa hiyo, wakiwemo mafundi ujenzi, wanaeleza umuhimu wa kununua bidhaa zinazozalishwa na wawekezaji wa ndani. Sisi tunashukuru kwa bidhaa ambazo zinazalishwa katika mkoa wetu wa Tanga, ambazo ni za mwana Mtanzania halisi. Kwa hiyo tunapotumia bidhaa ambazo zinazalishwa hapa Tanzania katika mikoa yetu ni vizuri, kwa sababu hata kama itakuwa na mapungufu basi utapeleka sehemu husika, kuliko kuuziwa bidhaa za kutoka nje alafu zinakutia matatizo. Haibageni vizuri katika kazi za. Kutoka wilayani Korogwe mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbez, Channel 10+. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ndio inatupasa kwenda kuangazia habari za biashara. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea mbele zaidi. Mimi ni Lulu Ali na uendelea kutazama Channel 10+.